Maandamano hayo ya siku tatu yamesababisha zaidi ya watu 60 kukamatwa na polisi kwa tuhuma za kusababisha vurugu na kukosekana kwa amani nchini humo. Mamlaka ya Togo, ambayo bado haijatoa idadi rasmi ya vifo kwenye maandamano hayo, imekanusha kuwa vifo hivyo vinahusishwa na machafuko. Waziri wa utawala wa maeneo nchini humo, Hodabalo Awate, amewapongeza wananchi na weledi wa vikosi vya usalama na zaidi ya yote kuhakikishia kwamba serikali itachukua hatua zinazohitajika kuwalinda raia wa nchi hiyo. Akizungumza na waandishi wa habari, msemaji wa chama cha Front Citoyen Togo Debout, David Dose, amesema maandamano hayo yamesababisha umwagaji damu kwa watoto wasio na hatia. Maandamano ni nadra nchini Togo, ambako Rais Faure Gnassingbé ameendelea kusalia madarakani tangu mwaka 2005, akimrithi baba yake aliyetawala kwa takriban miongo minne. Watu wamekuwa wakiandamana kupinga ukandamizaji wa upinzani, kupanda kwa gharama za umeme na mageuzi ya katiba ambayo iliruhusu Gnassingbé, ambaye sasa ana umri wa miaka 59, kuimarisha zaidi mamlaka yake. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limetoa ripoti yake ikibainisha kuwa Juni 5 na 6 mwaka huu, polisi waliwakamata waandamanaji 50, hasa vijana, ingawa wengi wao tayari wameachiwa. Hata hivyo, Togo ilifungia televisheni ya France 24 na Radio France International kwa muda wa miezi mitatu, ikivishutumu vyombo hivyo kwa kutoa taarifa zisizo sahihi na zenye upendeleo kufuatia maandamano ya mwezi Juni mwaka huu. Mimi ni Rajabu Msangi.